ulikuwa unajisikiaje ukiwa ndo huko kwenye ndege, huko angani unaelekea Maka, wewe mwenyewe ukiwa unafahamu kabisa hapa na kwenda kutekeleza ibada ya hija? Unajua, nikueleze kitu kimoja. Kuna baadhi ya hali zinakutokea, huwezi kuziandika wala kuzielezea vizuri. Unazihisi tu. Unakuwa na ile hisia ya msisimko wa ajabu sana. Basi nilikuwa nahisi kama ndege inachelewa. Nilikuwa nahisi ndege inachelewa kule kufika, na hasa hata kupaa. Tulipofika pale Mwalimu Nyerere International Airport, kule kusubiria tu nilikuwa naona kama jamaa kwani wanachelewa. Mjuzi wa hali yangu, nende hija na wenzangu, amina rabbi amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana kwenye Hekaya za Hija. Mimi naitwa Rajab Msami. Hii ni podcast ya Hekaya za Hija, podcast maalum ambayo inaangazia wale ambao wamebahatika kwenda kutekeleza ibada ya hija, wakitueleza uzoefu wao, namna gani waliweza kuitekeleza ibada hiyo, lakini athari iliyobaki katika imani yao ni ipi, na mengineyo mengi sana yanayohusiana na ibada hiyo ya hija. Na leo tunaye mgeni, ndugu yetu Sheikh Haidari, ambaye Allah amemtahini kwenye upande wa kuona. Tutakuwa na mengi sana ya kuzungumza naye kuhusiana na safari yake ya kwenda kutekeleza ibada adhim ya hija, ibada ambayo ni nguzo miongoni mwa nguzo za dini yetu adhim ya Uislamu. Hii ni podcast ya Hekaya za Hija. Kabla ya kuanza kutufuatilia, nikukumbushe tu ya kuwa unaweza kufuatilia podcast nyingi sana ikiwemo hii ya Hekaya za Hija kupitia katika platform zote za podcast, ikiwemo Audiomack, Google Podcast na nyinginezo nyingi. Kote huko tutupata kama AD+ Swahili. Lakini unaweza kutufuatilia kwa kututazama kupitia kwenye channel yetu ya YouTube inayokwenda kwa jina hilo hilo la AD+ Swahili. Sheikh Haidari, nikukaribishe kwanza uweze kutueleza majina yako kamili. Wewe unaitwa Haidari nani? Na kwa ufupi tu tuelezee wewe ni mwenyeji wa wapi, alafu tutaanza mazungumzo yetu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Ndugu zangu watazamaji popote pale mlipo, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba yao, alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kama alivyoniuliza muongoza kipindi wangu hapa Sheikh Rajab, mimi naitwa Haidari Ramadhani Msiru. Kwa asili mimi ni mzaliwa wa mkoa wa Morogoro, lakini kwa sasa maisha yangu toka mwaka 1994 niko hapa Dar es Salaam katika wilaya ya Ubungo, kata ya Makuburi, lakini nipo katika sehemu inaitwa Kibangu. Ubungo Kibangu. Na Sheikh Haidari, hii hali ambayo unayo ni hali ambayo ulizaliwa nayo au ulikuja kuipata baadaye katika harakati za kimaisha? Naam, alhamdulillah. Na hilo ni miongoni mwa maswali watu wanaogopaga kuniuliza, Sheikh Rajab, umepata wapi ujasiri? Mimi nilizaliwa sio hivi. Ndiyo. Nilizaliwa kama kawaida, lakini miaka 4 mara baada ya kuzaliwa, nyumbani nilipokuwa naishi hapo palipita maradhi yanayoitwa surua. Maradhi ya surua. Kwa hiyo baada ya kupata tatizo lile tuliugua wengi pale vijana, lakini miongoni mwa athari ambazo nimebaki nazo mimi ni hii kama matokeo ya maradhi yale. Kwa maana kwa lugha nyepesi, Allah alikujalia kuweza kuona kwa kipindi cha miaka 4 tu tangu kuzaliwa. Miaka 4 tu baada ya kuzaliwa. Na Sheikh Rajab, utajua miaka 4 ya umri wetu sisi kule ni midogo, ni bado mtoto mdogo sana kwa kweli. Sijawahi kuchanganya kuvijua vitu vingi na kuviona kwa umakini. Hakika ya mambo yalivyo, hata wazazi wale sikuwaona vizuri. Subhanallah. Kwa hiyo kwa kumbukumbu yako ya uoni, kwenye kumbukumbu yako ya kuona, kuna kitu chochote ambacho unakumbuka kabisa kwamba kitu fulani
nilishafanikiwa kukiona na ninajua kilivyo. Kwa kumbukumbu katika umri huo wa miaka 4, kuna chochote ambacho kimebaki kwenye kumbukumbu zako kweli kwamba kitu fulani nilikiona? Sheikh Rajabu, nimetanguliza kucheka, unisamehe kwa hili. Nacheka kwa sababu nitakutajia kitu ambacho pengine wewe kitakuchekesha. Ni jongoo. Subhanallah. Na nimemwona kwa makini, pengine kwa sababu nilikuwa namuogopa, mpaka sasa namuogopa. na paka. Jongoo na paka. Paka niliweza kumwona kivizuri. Hivi ni vitu vile ambavyo unakuwa kumbukumbu yako unakumbuka kabisa ule paka na jongoo. Jongoo nilimuona katika hali zake zote, akiwa katika hali ya kujikunja na katika hali ya kunyoka, akitembea, akikaa, nilimuona. Lakini kweli ulikuwa unamuogopa, maana hali zote umeweza kumkali. Sasa Sheikh Haidari, hii ni hekaya za hija. Naam. Turudi sasa katika tuweze kufahamu hekaya zako za hija, namna ambavyo ulikwenda kutekeleza ibada ya hija. Kwanza, ni lini ulikwenda kutekeleza ibada ya hija na ilikuwa ni hija yako ya ngapi? Mimi nimekwenda hija mara moja, lakini nakumbuka nilikwenda tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2023. Naam. Ndio mwaka ambao nilikwenda kuhiji kule. Na hiyo ndio siku ambayo nilikuwa nimesafiri kuelekea huko viwanja vitakatifu kwa ajili ya ibada ya Allah ya hija. Okay, sasa mwaka 2023. Naam. Maana ni takriban, tukiangalia ni miaka kama misimu mitatu ya hija. Imepita misimu 2 na huu tuliokuwa nao ni msimu wa 3 kwa kuangalia imepita misimu 2. Okay. Katika safari yako ya hija, naam, maandalizi na namna safari yako ilivyokuwa ilikuwaje? Kwanza tufahamu safari yako, ulikwenda kwa wewe mwenyewe kujiandaa, kwa maana ya ulitekeleza ibada hii kwa kutumia gharama zako mwenyewe, au ulipelekwa? Na kama ulipelekwa kwa utaratibu gani? Mtu, taasisi, au utaratibu ulikuwa? Swali zuri. Na kimsingi mimi nilikuwa nimepelekwa, Mwenyezi Mungu mwenyewe tu alitaka niende. Kwa sababu nilikuwa nimekaa tu hiyo siku niafanya ya ibada zangu msikitini. Wakati nakumbuka kumbukumbu ilikuwa ni kama saa 4 hivi. Msikiti gani ilikuwa? Ilikuwa masjidi maarufu, msikiti wa Upogoloni kule Ubungo Kibaha. Na kiukweli ilikuwa ni dhamira yangu ya muda mrefu. Ni ndoto yangu ya muda mrefu. Unajua moja kati ya vitu ambavyo mimi navipenda sana moyoni mwangu ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampenda kama namuona. Sasa miongoni mwa mambo ambao nilikuwa namuomba sana dua Mwenyezi Mungu kila mara baada ya ibada au ninapopata nafasi ya kuomba dua, hiyo siache. Naomba siku moja Allah unipeleke nikamsalimie kwa karibu. Sasa siku moja nakumbuka ilikuwa niyo, ilikuwa kwenye tarehe 6 nadhani ya mwezi huo wa 6 mwaka 2023. Okay. Nilitia nia kabisa na dhamira, nikamwambia Allah, mimi leo nitafanya ibada ya kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara baada ya salatu al-fajr, lakini kwa nia ya kwamba kama sehemu yangu ya dua uniwezeshe jambo hili. Baada ya kuomba kwa muda mrefu katika nyakati nyingine, lakini hiyo siku ilikuwa rasmi. Mara baada ya salati subuhi nikaingia katika ibada hiyo. Nikaenda nayo mpaka ilipofika kwenye saa 3:15 hivi, saa 3:20 hivi. Asubuhi maana yake sasa kumepambazuka sana. Nikawa nimefikisha idadi ya kumtaja mara 7,000. Basi nikaacha kama ilivyo, nikamwachia mwenyewe Allah. Nikapata nilichopata, nikatekeleza majukumu yangu pale nyumbani. Nikaenda msikitini kwa sababu muda mwingi nashinda msikitini kama sina safari. Na jioni ndio nakwenda katika shughuli zangu za ufikishaji kwa sababu mimi ni mwanadawa. Nikiwa naendelea sasa na nyiradi zangu zingine, nikasikia simu inalia, mara nikasikia sauti ya mke ya mtu ninayemfahamu, rafiki yangu wa karibu. Sauti ya mke wa rafiki yako wa karibu? Okay. Yeye anaishi maeneo ya Mbezi Beach kule. Akaniambia, shemeji, salama. Kwenye simu hiyo? Kwenye simu. Swali la kwanza aliniuliza, ushawahi kwenda hija? Nikamwambia bado. Na ndio siku hiyo ambayo ndio siku hiyo nilifanya hiyo ibada na kuomba hiyo sala za Mtume asubuhi kwa nia hiyo ya kutaka kwenda. Akaniambia, ushakwenda hija? Nikamwambia hapana bado. Akaniuliza, je, una passport? Nikamwambia, shemeji, passport mimi ya nini wakati kutembea kwenye mwisho Riverside umezidi kali yako? Passport ya kazi gani? Sina. Akaambia, sasa sikiliza,
wewe mwaka huu utakwenda hija, lakini fanya hivi, nenda serikali za mtaa. Maana aliniuliza swali lingine kama ninacho cheti cha kuzaliwa na zile dokumenti zingine. Akaniuliza swali jingine kwamba kama una namba ya NIDA. Nikamwambia hapana, mimi nilikuwa na kitambulisho kabisa, sio namba tu, na kitambulisho chenyewe kwa sababu nilikuwa nimepata. Basi akaniambia nenda serikali ya mtaa, kachukue barua, alafu nenda mahakamani kape. Nikafanya siku hiyo Mr. Msami. Muda huo kwa sababu nilikuwa na kijana wangu mmoja tahafidhi. Nilikuwa naye, basi akawa amenipeleka huko, nikachukua ule kile hapo, nikamwambia nimekamilisha. Ambia sasa lete mahali fulani. Huko maeneo ya Kariakoo. Nikapeleka kule, akaniwakilisha tuseme kwenye hiyo taasisi ambayo nimesafiri nayo. Akaniambia hawa ndio utakaosafiri nao. Kwa hiyo maandalizi yangu au upataji wangu kwa ufupi ulikuwa ni hivyo. Na huku sasa aliyegharamikia gharama zako alikuwa ni huyu shemeji yako au walikuwa ni wale watu wa taasisi? Ni yeye na mumewe Bwana Zuberi. Bwana Zuberi mwenyewe na mkewe Bwana Binema Kiure, ndio hawa ndio waligaramia hiyo safari. Allah walipe kila la kheri. Allah walipe kila la kheri na Mwenyezi Mungu awazidishie kwa kweli. Sawa. Taasisi gani ulitumia kusafiri nayo? Inaitwa Al-Hashmi. Al-Hashmi. Okay. Nafikiri yenyewe iko hapa na kule Kenya. Baada ya kupokea sasa taarifa na baada ya kuanza hizo harakati kwa ajili ya kwenda kuitekeleza ibada ya hija, kutokana na hali ulionayo, umeshapeleka zile taarifa zako kwenye taasisi Kariakoo kama ulivyosema, moyoni ulikuwa umejiandaa vipi kwenda kutekeleza ibada ya hija, ibada ambayo unajua utekelezaji wake unahitaji mikiki kidogo? Ni utekelezaji ambao unafahamu kuna vituo vingi vya kwenda kwa ajili ya kutekeleza ibada yenyewe kwa namna ibada yenyewe ilivyokaa. Ukilinganisha na hali yako, wewe uko umeanza kujiandaaje? Unajua Mr. Msami, hata kifo kama hujui kitakuja, kuna siku kitakuja, kikija utalia sana kwa sababu huna maandalizi nacho. Lakini ukijua kufa kupo na kila familia itafiwa na mimi sikuumbwa ile ninazikawe zangu tu na mimi kwa siku nitazikiwa au kuzikwa, haitakuwa surprise kikija. Kwa sababu ni jambo ambalo mimi kimsingi nilikuwa niko na hamnalo miaka mingi. Maana yake nilikuwa nilifuatilia kidogo inatekelezwaje. Japo si kwa kiwango hicho, lakini halikuwa surprise sana kwamba nitakutana na hili ingawa katika fikra. Kwa hiyo basi, mara baada ya kuthibitika kwamba hili jambo sasa liko kikweli, maana yake furaha kwanza ilikuwa nyingi, siwezi kuielezea. Lakini pia juhudi katika muda mfupi uliobakia za kujua inatekelezwaje zilikuwa nyingi zaidi. Kuwauliza ibada yenyewe namna gani inatekelezwaje, hasa kwa kuwauliza zaidi wale ambao wamekwenda moja kwa moja, mbali na kusoma katika vitabu na maelekezo yake kwenye vitabu tumesoma, lakini wale sasa waliokwenda physically inakuaje, niliwauliza sana kwa kipindi ambacho nilikuwa nimebaki nacho. Lakini pia unajua kuna semina zile za maandalizi. Taasisi yetu ilifanya kazi kubwa sana kuweza kufanya hivyo. Walituandaa sana na muda mwingi walikuwa tumia sana maelezo. Ambayo mimi yalinisaidia, hasa ukizingatia hata vitu vingi ninavyofanya mimi viko katika kuvihifadhi kichwani. Kama vile kusoma Qur'ani, hadithi na masomo mengine yote ninayoyajua. Kwa kweli nasoma kwa kusikiliza, kwa kuhifadhishwa. Kwa hiyo bado ilikuwa ni msaada mkubwa kwenye semina ile, kwa kweli tumia sana maelezo. Kwa hiyo basi ilikuwa ni sehemu tu ya kujazia kwenye kile ambacho nilikuwa tayari nishaanza kuvisoma katika vitabu. Maelezo yako haya na nifanya nirudi nyuma kidogo. Ndio. Hali hii ya kutokuona uliipata ukiwa na umri wa miaka 4. Ndio. Ulibahatika kwenda shule kusoma kwa miaka hiyo kutokana na hali hiyo? Hapana. Sikubahatika kusoma kwa sababu nyingi tu. Kwa sababu miaka ile ambayo sisi tunazaliwa, hata nchi yetu ilikuwa ndio kwanza inajitafuta, kwa sababu ni miaka michache tu baada ya uhuru. Vitu vingi vilikuwa havijakaa sawa. Na inawezekana pengine hata matokeo ya hivi nilivyo ilitokana na umbali wa huduma za kijamii, hususan za kiafya kwa wakati ule zilivyokuwa. Na chanjo kipindi kile zilikuwa hazipo. Ni tofauti na sasa watoto na chanjo na nini. Kwa hiyo
sikubahatika kwenda kusoma elimu yoyote ile. Sikufanikiwa. Sawa. Na baadaye kama hivi, kwa sababu tunafahamu kwa sasa hivi watu wenye hali kama hizo wanaweza kusoma kwa maandishi maalum ya nukta nundu. Wewe ulifanya jitihada zozote za kuweza kusoma kwa utaratibu huo, au unafahamu namna ya kusoma kutumia utaratibu wa nukta nundu? Kwa sasa niseme tu kwamba bado sijaanza harakati hizo, kwa sababu unajua mazingira ya kimaisha ambayo yalinipitia au nayapitia ndio yalikuwa hayatoi nafasi kwa haraka kuweza kufanya harakati hizo, kwa sababu unajua mara baada ya matukio haya na baba alikuwa anapitiwa na changamoto kadhaa za kimaradhi. Ndio. Kwa hiyo muda mwingi tulikuwa tunatazama yeye na maradhi yake na maisha yenyewe ya kijijini, wewe unayajua mazingira yake yalivyo. Na hata kusoma kwenye Qur'ani. Ndio. Mama alimwendea mwalimu wetu wa eneo lile. Okay. Akamwambia, mwanangu mimi yeye anaweza kuhifadhi muziki tu. Kwa wakati huo sasa sana muziki sana, kuhifadhi sana. Sasa mamangu alisema, sasa mwanangu huyu kama anaweza kuhifadhi muziki, tena mingine ya Kilingala Kongo huko, anaweza kuhifadhi Qur'ani. Mwalimu wangu Mwalimu Juma Rajab Chota wa kijijini pale alimwambia Qur'ani huwa inahifadhiwa kama anavyohifadhi hiyo. Kwa hiyo inawezekana kabisa. Alafu nikupe tu surprise kwamba mamangu mimi hakuzaliwa Muislamu. Alizaliwa akiwa Mkristo, lakini alisilimu kabla kuzaliwa sisi. Maana sisi katuza tukiwa Waislamu. Naye akiwa Muislamu, lakini alikuwa na ghera ile siku tunasemaje, alikuwa na ghera ya Uislamu. Na kiukweli hata ibada yangu ya swala mtu wa kwanza alinifundisha mama. Namtaja sana mama hapa kwa sababu ndio alikuwa na juhudi sana. Kwa hiyo nilikuwa nimekuwa na juhudi ya kuhifadhi Qur'ani. Na bahati nzuri au mbaya kwa kule, unajua kijijini Qur'ani au madrasa zinafanya kazi tu wakati ule wa kiangazi. Lakini mara wakati wa kilimo madrasa zile zinakufa, watu wote wako shamba. Lakini pia sio hivyo tu. Unajua kilimo kinachukua muda mwingi sana kuliko muda wa kupumzika. Ndio. Bahati nzuri maana misimu ya kilimo ni mingi kuliko misimu ambayo sio ya kilimo. Lakini kwa sababu ilionekana kama nilikuwa na kipaji cha kuhifadhi, alhamdulillah, kwa sababu unajua juzu wama mimi nilichukua mwezi mmoja tu kuhifadhi. Enzi hizo utotoni. Kabisa. Mashaallah. Ni mwezi mmoja tu. Mimi mtu anaponiambia hizi anasoma juzu mwaka mzima hajamaliza na kwa siri anasoma somaje. Umeona? Sasa kwa hiyo hapa tukonimalizia hapa kwanza mambo muhimu kidogo. Mara baada ya kuonekana kule kusoma kwenye ni kwa kuyumba kaka yangu bwana Muhidini Msiru yeye alikuwa anaishi hapa Dar es Salaam. Akasema hapana, tuwezi kupoteza potential kama hii. Akanichukua akanileta hapa Dar es Salaam, akanipeleka ile madrasa Temunir katika kwa ambayo ilikuwa inasimamiwa na almarhum Sheikh Omar Bashiri aliyekuwa imamu wa msikiti wa Mbechai. Ndio nikaanza tena kusoma kwake, nikaendelea. Hatimaye nikaendelea mpaka sasa naendelea kusoma na nikawa mfikishaji mpaka sasa naendelea kazi hiyo ya kufikisha. Nafikiri kadiri muda unavyokwenda tutaelezana huko mbele. Sawa. Hapa umekuja, nilitangulia kuuliza kabla hajaanza kipindi ya kuwa wewe hutumii fimbo, na nikakuuliza mara zote unakuwa uko na kijana wako ambaye anakusaidia, ukanijibu kwamba ndio. Wakati wa umeshapata taarifa sasa kwenda kutekeleza ibada ya hija, katika muktadha kama huu wa hali ya kwamba utumii fimbo, na nafahamu ibada kule lazima mtoke eneo moja kwenda eneo jingine, kuna harakati za kawaida za kimaisha katika ibada, na hasa wakati mwingine harakati zinakuwa nyingi kwa sababu zinatakiwa ziwe katika mpangilio maalum wa utekelezaji, na ni eneo ambalo linakuwa na watu wengi kabisa kwa pamoja. Utaratibu ulikuwaje kulingana na hali yako? Mtu wa kukusaidia ilikuwaje? Alitoka kwenye taasisi, utoa mtu wako, au ilikuwaje? Taasisi kama taasisi inayo utaratibu wa kuweza kuwahudumia watu wenye mahitaji maalum. Lakini pia wale walionisafirisha mimi pamoja na mimi, lakini walimsafirisha pia mtu ambaye wamempeleka kijijini kwao kwa ustazi wa kufundisha dini kule. Kwa hiyo na wao wakawa wamempa ile nafasi ya kwenda kuhiji mwaka ule, Ustazi Miraj. Lakini yeye sasa ndio akamfanya wewe pamoja na kazi nyingine utakuwa unamsimamia huyu.
Kwa hiyo yeye akawa ndio rasmi kama msimamizi wangu kule katika kila kile ambacho, na Mwenyezi Mungu ampe kila la kheri, kwa sababu Amin. hakuonekana kushindwa wala kuchoka kunisaidia kila kilichotakiwa kunisaidia. Kwa hiyo nilikwenda na ndugu yangu ambaye naye pia tulikuwa tumesafirishwa pamoja na hawa ndugu zetu hawa. Kuanzia namna yenyewe tangu umetia nia kwa kumuomba Mungu katika namna mbalimbali ambazo umesema kwamba uko unamlilia Allah ili uweze siku moja kwenda kumsalimu mtume kwa karibu zaidi kama ulivyosema mwanzo. Sasa mchakato wenyewe tangu ulivyoanza kuomba, lakini mchakato wa tangu kile kilichotokea tarehe 6 ambapo ndio ulitia nia kabisa ukamswalia sana mtume asubuhi baada ya alfajiri, Ndio. mpaka kuja kupokea taarifa ya kuwa unatakiwa uende kutekeleza ibada ya hija, Ndio. na maandalizi yote, na mpaka unaondoka unasafiri kwenda hija, kuna kipi kilikugusa na kuonyesha hali ya mazingatio juu ya uwepo wa Allah tabaraka wa taala? Kwanza niliamini Allah alichosema ni kweli, adiuni astajib lakum, kwamba ukimuomba kwa dhati na kwa bidii ya kumuomba anakupa unachohitaji. Lakini jambo lingine ambalo lilikuwa na mazingatio makubwa sana kwangu mimi, huwa anapewa mtu yoyote, si kwa ubaguzi. Na kiukweli kabisa hilo liliongeza sana juhudi ya ibada zangu mbele ya Allah. Lilinifanya mimi nijione kwamba nisipoongeza juhudi ya kumshukuru Allah, basi mimi nastahili kupewa adhabu kubwa zaidi kuliko mtu yoyote. Kwa sababu kama unamwomba chochote kile na anakupa, hakuna chochote unachotakiwa kufanya zaidi ya kuongeza shukrani kwake. Kama alivyosema kwamba nishukuruni wala msinikufuru, sio? Na mahali pengine katuambia kwamba mkinishukuru nitakuzidishieni, sio? Kwa hiyo kitu ambacho kiliongezeka kwangu ni juhudi ya ibada, ile nilikuwa naifanya kuifanya kwa ongeza umakini, ile ambayo pengine nilikuwa na uvivu nayo kuifanya katika kuonesha kama niseme shukrani zangu kwa Allah kwenye haya ambayo amenitendea, kusema kweli. Na mpaka leo sijaelewa hasa kitu gani nifanye ambacho kitaonyesha hasa nimeshukuru kikweli kwa yale aliyonitendea Allah kwa kweli. Kabisa kabisa. Sijakijua mpaka leo. Wakati mwingine shehe wangu nikikaa hata machozi yananilenga. Sielewi hasa nifanye nini Allah ambaye atanielewa kweli mimi nashukuru hasa, sijajua. Haki ya Mungu mwisho yote nafarijiwa na aya iliyopo katika Qur'ani, fattakullaha mastata'tum. Basi mche Mungu kiasi uwezavyo, basi ni hivyo. Lakini mazingatio nilokuja kuyapata pale baadaye kwa kweli ni kuona kwamba Allah kama namuona. Na kabla ya safari hii, kuna safari yoyote ambayo ulishawahi kuifanya kiasi cha kwamba ukatumia usafiri wa anga kwa maana ya ndege? Ndio. Nimekwambia mimi hapa ni mwanadawa. Na wakati mwingine naendesha mijadala baina ya Uislamu na watu wa dini zingine. Na hiyo ndio hasa ambayo ilikuwa imenitambulisha katika jamii. Lakini pia mimi huwa nafanya dawa ya ndani ya msikiti. Kwa hilo lilinikutanisha na watu wengi tu. Na miongoni mwao rafiki yangu mmoja anaitwa Bwana Hafidh Masudi Sefu. Yeye tukawa na ukaribu sana, na hata baadhi ya shughuli zangu za kidawa alikuwa akizifadhili au anazifadhili. Sasa huyu alipatwa na changamoto ya kufiwa na kaka yake. Kule Zanzibar. Kwa hiyo kule makaburini alinitaka mimi ndio nende nikatoe mawaidha. Makaburini Zanzibar. Sehemu moja Tamwera. Ndiko alikozikiwa ndugu yetu yule Bwana Muhammad. Allahumma Sasa tulisafiri kwa usafiri huo. Kwenda na kurudi. Mlenda kwa ndege mkurudi. Na kweli nilifanya hiyo kazi kule makaburini. Na ilinikutanisha na waziri wetu wa mambo ya nje wa sasa, Mahmoud Thabit Kombo, ndio nilionana naye huko. Na watu wengine wengi, kina Jaji Mshibe wakati huo. Kwa hiyo kwa kujibu swali lako, hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza, lakini nilikwenda tena Zanzibar kwa ajili ya safari zingine za kidawa vile vile. Kwa hiyo nilishapanda kabla ya hapo. Utofauti kati ya safari zako hizi nyingine ambazo ulikuwa unafanya kwa kutumia usafiri wa anga huo na safari ile ambayo
ulikuwa unajua sasa na kwenda kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Allah, na kwenda nitapata fursa ya kumsalimu mtume kwa karibu kama ambavyo ilikuwa kiu yako na ndoto yako ya muda mrefu. Utofauti wa safari ile na safari hii ulikuwaje? Safari nyingine ambazo umekwisha kuzifanya na safari hii ya kwenda Maka, utofauti wake ulikuwaje? Ulikuwa unajisikiaje ukiwa ndo huko kwenye ndege, huko angani unaelekea Maka, wewe mwenyewe ukiwa unafahamu kabisa hapa na kwenda kutekeleza ibada ya hija? Kwanza tofauti lazima iwepo. Lazima. Kama vile ambavyo unahisi kwamba biashara yangu hii leo ni nzuri. Wale wauza maduka lao wanafanya biashara tofauti. Biashara yangu leo nzuri, kwa hiyo naamini kupata wateja wengi zaidi kutokana na uzuri wake. Kwa unatamani ufike haraka ofisini kwako. Lakini pia ni hivyo safari yangu inakwenda zangu msikitini, nifanye haraka. Kwa hiyo hii kwa sababu ilikuwa ni kiu ya muda mrefu. Ndio. Basi nilikuwa nahisi kama ndege inachelewa. Ndege inachelewa kule kufika, na hasa hata kupaa. Tulipofika pale Mwalimu Nyerere International Airport, kule kusubiria tu nilikuwa naona kama jamaa kwani wanachelewa. Kabisa, kwani tusiende sasa hivi? Kabisa. Na hata mara baada ya lile tangazo kwamba sasa mshike pasipoti zenu kwa ajili ya kuingia kwenye ndege. Ndio. Kwa sababu ilikuwa ni lazima ni kwa taratibu za pale na hali yangu ilivyo, ilikuwa lazima nibebwe kwa kiti kile. Nilikuwa naona kama kiti kinachelewa pia kunipeleka kule ndani. Nilikuwa tamani kama nishikwe tu nitembee kwa miguu nikanyage ngazi zile. Kwa hiyo pia mara tu ndege ilipokuwa imetulia angani, hamu yangu ilikuwa ni kusikia sasa tunatiania, kwa sababu kuna mahali pa kutiania pale kwenye mikati. Niliposikia sasa hapa ndipo mahali penyewe pa kutiania. Hali yangu, unajua nikueleze kitu kimoja. Kuna baadhi ya hali zinakutokea, huwezi kuziandika wala kuzielezea vizuri. Unazihisi tu. Unakuwa na ile hisia ya msisimko wa ajabu sana. Na ule mji wenyewe shekhe ni mji wa kiajabu. Sijui wenzangu wanaona walifaidi kiango gani, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nahisi kabisa ni mazingira tofauti. Nilikuwa naona hali tofauti. Mwili wangu umegeuka, imani yangu imeongezeka. Kila kitu nilikuwa nikiona ni kingine kabisa. Kabisa. Niliona kabisa ile hali ya uungu. Ile hali ya Allahwia ile. Nilikuwa naihisi kwa ukaribu na kwa ukubwa zaidi. Haki ya Mungu. Kwa kweli siwezi kupata Kiswahili kizuri cha kuelezea hali nilikuwa najihisi. Haielezeki. Huwezi. Sawa, umefika kwenye kutekeleza ibada. Tunafahamu kwenye nguzo za hija, kama nilivyotangulia kueleza, ni mambo ambayo yanahitaji kutekelezeka kwa vitendo zaidi. Ndio. Na kuna nguzo kama kutufu Kaaba. Ndio. Kusai kati ya Safa na Marwa kule. Kusimama Arafa. Naam. Kuna changamoto zote ulizipata katika kutekeleza nguzo hizi za ibada hii ya hija, na kama ulizipata zilikuwa ni changamoto gani kwako kulinganisha na hali ulionayo? Nikueleze kitu kimoja cha ajabu. Mimi katika makuzi yangu kanikueleza nimekuwa nikiwa katika hali hii. Tangu ukiwa na umri mdogo kabisa miaka 4. Allah alijalia mama yangu alikuwa akinifundisha ile elimu ya kujitegemea mwenyewe ile. Na nikuhakikishie njia za nyumbani kwetu kule nilikozaliwa kule, sina hata njia moja inayoishi kwa mkono. Zote nilifundishwa nazijua. Sasa katika maisha vipindi mbalimbali vinapita kabisa, kikiwemo kipindi cha masika. Mimi nakataka nikuhakikishie sijawahi kuanguka na uterezi hata siku moja. Toka hali hii nimeshawahi. Lakini eti kwa sababu tu kuna matope mengi, sisi kuna uterezi mwingi, sijawahi. Sasa nikawa na confidence kubwa sana kwenye hilo. Sasa nilikuwa naambiwa katika masomo mbalimbali tunaposoma ibada ya hija kwamba kuna mahali siji ukianguka basi wenzao wanakukanyaga na hivyo, unajua maelezo kama hayo na ibada na msongamano unatakiwa mwende mbio. Sasa mimi pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu amenijalia hivi nilivyo, lakini mimi sina ule udhaifu wa kutembea hivi. Kwanza huwa nawalaumu sana wanaonishika wanatembea nyori. Kijana wangu huyo atakwambia Shabakari, sipendi mimi mambo nyori. Mimi mambo mbio.
Taarifa kama hii ambayo mlipata kwenye semina kwa maelekezo kwamba kutokana na msongamano na wingi wa watu kuna maeneo ambayo ukijikwaa labda watu watakukanya. Baada ya kusikia taarifa kama hizi, hofu ilikuwa kiasi gani moyoni mwako? Ulipata hofu yoyote kuona pengine kama ibada yenyewe itakuwa katika sura hii kwangu si inaweza ikawa changamoto? Mimi nilijiona mshindi kwenye kila eneo, kwa sababu mimi katika maisha yangu sijawahi kuamini katika kushindwa. Hata siku moja. Kwa sababu tunafundishwa na watu wa biology, wanasema hivi. Siku ile ambayo unaingia katika tumbo la mzazi wako, kuna mbegu chungu mzima ambazo zinatengeneza binadamu. Na ile itakowahi kuingia katika mji wa uzazi ndio take. Kwa hiyo maana yake mimi nilikuwa mshindi toka siku naingia. Toka siku naingia kwenye mji wa mzazi. Kwa hiyo kwenye chochote kile mimi naamini mshindi natakiwa niwe mimi. Kwa hiyo basi nilikuwa nakuja hapo. Kitu kimoja ambacho kilinitia wasiwasi ni kimoja tu. Kwa sababu unajua tulikwenda katika kipindi cha sama, au tuseme wakati wa joto. Amina Rabbi amin. Nikija katika hamu yako hiyo ya pirika sasa. Kwa kweli yule kijana ambaye alikuwa ananisaidia, yule ambaye alikabidhiwa sasa na wale ambaye ni ustadhi wa huko, Ustadhi Miraj, ni mtu makini sana. Ambaye Ustadhi Miraj ni ustadhi wa eneo gani? Yeye ni asili yake ni Tanga, lakini yuko kule Usangi. Upareni kule ndiko anakufanya shughuli zake ya dawa, anafundisha kule. Kwa hiyo ingawa kwamba ilikuwa ndo mara yetu ya kwanza kumona, lakini Mwenyezi Mungu alimuongoza na kumtia nguvu na ufahamu kama vile nimeshakaa naye miaka chungu mzima. Kwa hiyo yeye alikuwa makini sana kusema kweli, na bahati nzuri na mimi mwenyewe aliyenishika sio mtu wa kuburuzwa. Nilikuwa najua kutembea. Akiniambia tutembee natembea, tukimbie na kimbia. Kuja na hilo lilikuwa nampa upesi. Kwa sababu mwenyewe kwa asili umesema nyori usiwezi. Nyori hapana. Kwa sikubaliani na nyori mimi. Kwa sababu kuna hadithi hapa inatuongoza, tunaambiwa Mtume rasema anatuambia muumini mwenye nguvu bora zaidi kuliko ile nyori. Kwa hiyo mimi sio mtu wa hivyo. Kwa hiyo ibada ile haikunisumbua kwa sababu tayari unajua mimi nafanya mazoezi kila asubuhi nafanyaga mazoezi, vijana wangu wananishika, tunakimbia uwanjani pale na hivi kutengeneza kwa kamavu kwa muda mrefu. Kwa hiyo haikunishangaza sana ile. Isema tu kwamba kule mnakimbia kwa vipimo maalum. Ili tu usigongane sana na wenzako. Lakini kama ingekuwa inawezekana hiyo mimi ningekuwa mshindi kwenye hayo, kwa sababu nilikuwa tayari na huo ukakamavu. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Siku zote nilizokaa pale haikutokea hata siku moja nikateleza na kudondoka. Haikutokea kwa kweli, alhamdulillah rabbil alamin. Haikutokea hivyo. Mizungu na sisi kusema kweli tulijiwekea dhamira kabisa kwamba sisi tumekujia ibada. Hatutapoteza muda. Kwa sababu kule huwekiwi limiti kwamba madamu umefanya tawafu asubuhi basi mchana hapana. Nguvu zako tu na uwezo wako. Kwa hiyo muda mwingi tulikuwa tukenda tukifanya tawafu. Tukipumzika vipindi kidogo sana. Kwa hiyo niseme tu kwamba kitu kikubwa sana ambacho kilinifurahisha pale nilipokwenda kuigusa Al-Kaaba. Ulienda mpaka ukaigusa Al-Kaaba. Nashukuru kuna baadhi ya watu wananisimulia walisema kwamba wao wanaweza kwenda hija hata mara 4 pale hafiki. Kabisa. Mimi nakuhakikishia nimefanikiwa kufika mara 4 pale. Mara 4. Kabisa. Na nilifurahi mara ya kwanza naigusa pale. Nilijikuta naikumbatia hivi ili niguse kila eneo la mwili wangu. Kwa hili furaha, machozi yalinitoka sana, mashaallah, machozi ya furaha kwa kweli. Nilifanikiwa kushika mara 4 pale, alhamdulillah rabbil alamin. Kuna maeneo mengi sana ambayo katika ibada ya hija hujaji anapita kwayo. Kama kutufu anatufu kwenye Kaaba, lakini kuna viwanja vya Arafa na mazingira yake, kuna maeneo kama Mina, Muzdalifa, kuna maeneo ya Jamarat kwenda kupiga mawe. Kwa ile hali ya kibinadamu, ni eneo gani ambalo wewe ulitamani sana kama ungekuwa na uwezo wa kuliona kwa macho? Muzdalifa. Kwa nini Muzdalifa? Ustadhi pale watu wanaongeza sana unyenyekevu aise. Nakumbuka tukio moja la ajabu sana. Pale Muzdalifa tulipokwenda,
Unajua mnalala chini kabisa. Mm. Kama ni kigodoro, kama ni kijamvi, hakina thamani. Mm. Nilipolala pale, kuna bwana mmoja Mwarabu, akamtaka yule msimamizi wangu, naomba niwe naye mimi huyo. Akakutaka wewe. Kwamba awe kama ndio msimamizi wako kwa pale. Basi katika usimamizi ule, baadaye asubuhi tulikuja kubaini yule alikuwa ni waziri miongoni mwa waziri wa serikali ya Misri. Kwa mwaka ule. Na mlibaini vipi? Alikuja kusema yeye mwenyewe. Alikuja akawaeleza. Akaeleza. Baada ya kutaka kujua mimi natokea wapi. Baada ya kufahamiana zaidi. Baada ya kufahamiana zaidi ndio akaja. Na mlilala pamoja. Tulilala pamoja, alafu yeye akawa ananiambia mimi, hakikisha chochote unachokutaka uniambie nifanye. Yaani anakusisitiza sasa ili kuhakikisha anakuhudumia unavyostahili. Na kila ni alipoona zimepita nusu saa sijamwambia chochote, alitaka yeye kuniuliza kama nahitaji nini. Subhanallah. Na alihisi kama vile nampunguzia nampunguzia fadhila kwa kutokumtuma. Hili jambo kusema ukweli lilinipa maajabu makubwa sana. Hakuna mtu ambaye pale anajiona kwamba ni nani sijui nani. Kule katika tawafu kule unaweza kuwa na nguvu zaidi ukapita nini ukafanya hivi. Hata Swafu na Marwa katika kule kukimbia unaweza kuwapita hata wenzako. Lakini kule huwezi. Yaani kiwango chako cha unyenyekevu ndio cha Mungu wako. Na watu wanalia mno kule. Ule usiku. Kwa kweli hili jambo kusema ukweli ninatamani sana kurudi mahali pale. Natamani sana kuliona kama ningeliona hata kwa macho lile eneo. Lakini ajabu nyingine ambayo nimeiona pale. Ndipo tunapochukua yale mawe ya kwenda nayo kule Jamarati kesho yake. Watu mnakusanyika zaidi ya milioni 3. Mnachukua mawe kila mmoja kwa idadi unatakiwa achukue. Hayaishi. Na sio kama mnayabeba kurudisha kule. Allahu akbar. Hili ni ajabu sana. Ni ajabu kubwa miongoni mwa maajabu. Ambayo mimi naiona ni maajabu sana kwangu kwa kweli. Haki ya Mungu. Na katika hilo la mawe wewe ulikusanyiwa? Nilibeba mwenyewe. Unajua vitu vingi nilikuwa natamani nifanye mwenyewe vile ambavyo viko ndani ya uwezo wangu. Unajua hata hawa vijana ambao wananishikashika kila mara. Kuna eneo tunafika wananiuliza, bwana hapa pana mfereji tunaomba tukubebe. Naambia chini haya mambo hayo. Niambieni niruke kwa nguvu kiasi gani nifike hapo unapotaka nifike. Hebu kakae wewe afu sema. Umbali gani upo? Mimi naruka mitalo. Sasa kuna baadhi ya kazi mimi sistahili kufanyiwa, nataka nifanye mwenyewe kwa sababu mimi naamini katika kutenda zaidi. Sasa nilichukua mwenyewe mawe pale kwa sababu si yanapatikana tu. Yapo. Yaani sio kitu cha kutafuta. Nachukua nikaweka katika chombo ambacho nilikisteri nibebe nikabeba mwenyewe. Na hata tulipofika pale Jamarati nilimwambia hebu nielekeze wapi pa kurusha. Nashukuru Mungu sehemu kubwa sana nililenga. Alhamdulillah rabbil alamin. Na hata wale nilokuwa nao kina Ustaz Khatibu mmoja wapo imamu msaidizi hapa msikiti wa hapo Kitumbini. Tulikuwa naye. Alikuwa imemshangaza sana. Sasa mbona unalenga kama unaona bwana? Anambia wa Allah anasema katika Qur'ani sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Allah anakadiria kisha anaongoza. Kwa hiyo Allah ameniongoza na kwa sababu ilikuwa ni dhamira ya muda mrefu afu nilikuwa nayo kiukweli moyoni mwangu basi kwa dhati ya moyo. Dhati kabisa ya moyo wa 100% ile. Basi Allah naye kanipa mwongozo wake kwa sababu si unajua katika hadithi al-Qudusi tunafundishwa ya kwamba mtu atakayemcha Mungu vizuri basi kushika atashika kwa mkono wa Allah. Kusema anasema kwa mdomo wa Allah. Kabisa. Kuona ataona kwa jicho la Allah. Kwa hiyo Allah alinivika uwezo huo. Kwa maana hiyo ulishiriki ibada zote kama waumini wengine au kulikuwa na baadhi ya mambo ambayo ulibadilishiwa namna ya kuyatekeleza kutokana na hali yako? Labda kuchinja.
Kuchinja kweli, sikuchinja kwa mikono yangu. Namba kwa taratibu pia taifa hata mahujaji wengine wengi sio mimi mwenyewe tu. Hata mahujaji wengi sikize hawachinji. Nimesahau kitu niomba nieleze. Ndio. Kingine mahali ambapo nilikuwa sasa msisimko ulikuwa mkubwa zaidi. Pale nilipofika kwa yule ambaye nilisema ni dhamira yangu ya muda mrefu nikamsalimie. Pale Petra Rawdat Jannati Sharif. Baina ya membari ya Bwana Mtume na nyumbani kwake pale. Niliingia pale saa 8 ya usiku maana tulipofika kule Madina kule. Pale msisimko ndio ulikuwa mkubwa kwa sababu ndio nilifika kwa mwenyewe pale. Kwa kipenzi cha. Zile hisia ni kama vile ukinyosha mkono unamgusa. Bado naambia ni hapa sasa. Yaani nahisi nilikuwa namuona. Kwa macho nilikuwa nahisi namuona kabisa. Hilo ni miongoni mwa maeneo mengine ambayo natamani kuyakanyaga tena. Kabisa. Na unajua hata wale askari wa kule wana huruma kiasi. Yaani wakiona hisia zako zimekuwa kubwa, sasa siji kama waliniachia mimi. Maana walikuwa wanawafukuza watu wengine wengi lakini waliniacha kwa kiasi fulani hivi. Baadaye hata pale walipotaka kunitoa wakaja kuniambia kwa upole fulani hivi, kwa ulatifu mashallah. Bwana kabisa nashukuru sana kwa kweli. Umenieleza kwa uligusa Kaaba mara 4. Ni kweli. Uligusa Kaaba mara 4, kitu ambacho watu wengi ambao wako katika hali za kawaida tofauti na hali ulionayo kabisa. Wakati mwingine mtu anakwenda kama ulivyotangulia kusema anakwenda hija mara 2 mara 3 lakini habahatiki kabisa kuigusa. Na ulijisikiaje sasa ulipokuwa ukitufu Kaaba kwa mara ya kwanza kabisa kwamba bana hapa sasa tumeingia eneo ambalo tunaanza kufanya tawafu? Ile kwa mara ya kwanza kabisa, tawafu ya mara ya kwanza kabisa. Hisia zako zilikuwaje juu ya kujua kwamba unatufu, unazunguka mzunguko wa kukizunguka kitu kinachoitwa Al-Kaaba, ndio kipo kati unakizunguka, hali ya kuwa hukioni na wala hujawahi kukiona? Hisia zako kwa mara ya kwanza wakati unatufu zilikuwaje? Sheikh wangu, msisimko huwezi kuueleza. Alafu najua kule machozi uyatafuti. Machozi ya furaha yale ndio yanayomiminika sana. Sasa mimi niko hapa. Ndio maana nilisema mwanzo, sijui wenzangu unaona walifaidi kiasi gani. Kwa sababu zile hisia ambazo mimi nakuwa nazo siwezi kuziandika wala kuzieleza. Vile hali unayoiona, ule msisimko, ule mvumo, ile labbaik Allahumma rabbaik, huyu anasema dua yake hii, huyu anasema dua yake ile. Ule mchanganyiko wa mvumo wa sauti unaoupata pale, jinsi gani watu wanavyonyenyekea kwa Mola wao. Namna ambavyo watu wanamlilia Mola wao kwa dua mbalimbali. Ile mizunguko 7 unaweza kusema kwamba kwani isizidi 7. Uchoki. Kama kweli umeenda kwa ajili ya dhamira ya kumtaka Allah. Kama umeenda kwa kulazimishwa, ndio maana yake. Unaweza kujisikia. Ndio hata kwenye swala si tunaona watu wanaswali kama bata Allahu Akbar, Allahu Akbar, mradi tuondoke zake. Lakini kama unakwenda kusali kwa maana ya kumtafuta Mwenyezi Mungu kabisa, lazima utakuwa mnyenyekevu kwenye ibada yako, kwa sababu utahakikisha kwamba uifanye kwa kiwango cha kumshawishi Allah ikubali ibada yako. Kwa hiyo ndio hali ambayo unakutana nayo kule kabisa bwana. Sawa. Ni changamoto gani kubwa ambayo ulikumbana nayo na hutoisahau, ambao unaona kabisa hii ilikuwa ni changamoto kutokana na hali yangu katika kutekeleza ibada yako ya hija? Changamoto ambayo mimi naweza nikaisema labda ni kule kutamani kuviona vile vilima viwili kwa macho. Kwa sababu unajua niliokuwa nao walihakikisha kwamba mimi napata kila kitu. Niliokuwa nao walihakikisha kwamba mimi hapa sipatwi na ugumu wowote ule. Kitu ambacho kusema kweli kilizuia hata nafasi wa ujio wa changamoto ya kukufanya ujutie. Kwa kweli sikuwahi kukutana na tukio la namna hiyo. Labda nilikuwa natamani sasa maana yake kama ningekuwa na macho hivi vilima viwili nilikuwa nimuone mama Hajira alivyokuwa na ile anasafa kufanya hilo. Kitu kikubwa kusema ukweli labda ni hicho la kupaona lile pango lile ambalo tulipokwenda pale Hira. Kuliona lile pango linafananaje labda. Pale tulipokwenda pale kwa ashabu firi wale.
kupaona pale alipopigwa wale tembo, Naam. kupaona kwa macho. Labda ni hivyo, lakini kusema kweli changamoto inayonifanya labda sasa nijutie kwa kuja kwenye ibada, hapana. Sijawahi kutokewa na changamoto ya namna hiyo, kwa sababu ukiondoa changamoto za hali ya hewa ambayo haikuwa inanipata peke yangu, changamoto nyingine kusema kweli inanifanya nijutie sikuwahi kuiona, zaidi ya furaha. Kwa kweli furaha, amani na kutamani kurudi tena kule. Ni sehemu ambayo hamu haiishi, na mwenye hamu zaidi yule ambaye kaenda kuliko hata yule ambaye hajawahi kwenda. mara nyingi ndivyo inavyosema, uwezi ukapata hamu ya kitu ambacho, yani uwezi ukamisi kitu ambacho haukijui. Haiwezekani. Naam, uwezi ukamisi kitu ambacho. Nimemisi mama yangu kwa sababu unamjua. Sawa. Na ukiachana na ule msaada ambao uliupata kwa yule Mwarabu ambaye baadaye mlikuja mkafahamu kuwa alikuwa ni waziri miongoni mwa mawaziri wa nchini Misri, kuna msaada mwingine uliopata kutoka kwa mtu mwingine yoyote, maafisa wa kiusalama na ulinzi pale mamlaka ya Saudia, au kwa mtu mwingine yoyote ukiachana na yule Mwarabu ambaye baadaye mlifahamu kuwa ni waziri? Kuna mtu mwingine yoyote ulipata msaada wake, ama kwa kuhitaji au kwa yeye mwenyewe kujiona kuhitajia kukufanyia khidma wewe, akijua kwamba ninachokifanya nafanya amali ambayo itakuwa na malipo makubwa kwangu? Unajua wakati mwingine ukikaa hivi, hususan pale Mina, utakuta mtu kakuletea hiki, kakuletea hiki, huja mtuma, wala hajui kama una changamoto ya kuna wao wanalitaka hilo jambo. Anakuja tu kukupa kwa sababu tu anahisi kwamba ni sehemu ya yeye kutafuta fadhila kwa Mwenyezi Mungu. Unaweza kuwa umekaa tu hivi, anakuja mtu anakaa na wewe, anakuuliza maswali mbalimbali, kutaka kujua kwamba unatoka wapi, ibada, na hasa kulingana na nilivyo watu wanavutiwa sana kutaka kufahamu na kukufanyia ikram mbalimbali. Yani hata kule kuongea na wewe anataka kwamba kingine. Nataka nikwambie, kuna bwana mmoja anaishi Uingereza, ndio, na mpaka sasa tunawasiliana naye siku zote. Ni Mtanzania? Yeye ni Mtanzania, lakini kwa kiasi kikubwa sana anaishi kule na amekulia kule. Mr. Sharifu. Huyu nilimpata pale Mina, ndio, ambapo tulikuwa katika tenti moja tuseme, lakini magodoro yalikaribiana. Ndio. Baada tu ya kuniona yeye akawa amechangamka haraka sana kunifuata, na kunipatia namba zake za simu. Na wengine wengi, faida kubwa nilipata kule, nilipata marafiki wengi wa nje ya nchi. Nilipata rafiki kutoka Jordan kule. Na hao wote walikuwa wanakufuata wao wenyewe? Wananifuata, mimi nawaona wapi bwana? Wao wananifuata. Unajua mimi pamoja na kwamba na hali ile ya ulemavu, lakini sijakaa kwamba nikikaa nimekaa tu. Nimekaa katika ile hali ya kuchangamka. Kwa ile hali ya uchangamfu inamvuta mtu kutaka kujua zaidi. Na napozungumza naye, basi najaribu kuzungumza naye katika ile hali kama toni ile haitoki katika hali sura ile ya ulemavu. Sasa hii inakuwa ni kivutio sana kwa watu. Niko jaribu kuongea na baadhi ya media mbalimbali kule, sikuwa zinanihoji wakati niko kule, na nikafanikiwa kutoa mada pale nikiwa Mina pale. Nikatoa mada mbalimbali kupitia media mbalimbali za online na zingine. Sawa. Lakini misaada aina nyingi kwa kweli nilikuwa napata. Nyingi. Unajua kule hata unapotoka msikitini, tayari kuna watu chungu mzima wamekaa mlangoni wanasubiria kuopeni sadaka. Fuko kubwa la kilo 10 karibu, ndani yake humo kuna mikate, kuna majuisi, kuna chakula, kuku, manini. Kwa hiyo ni raha mustarehe kwa kweli. Hija ni miongoni mwa ibada ambazo zina mikiki kwa sababu ya aina ya utekelezaji wake. Ni ibada za vitendo. Ndio. Ambavyo ni vitendo na maneno, lakini vitendo vimejaa zaidi. Vitendo vimekithiri sana. Kuna wakati wowote kutokana na hali yako ulijisikia kukata tamaa kwa sababu ya huo muktadha wa vitendo vingi kutokana na hali yako, au hofu? Kuna wakati wote ulijisikia hali hiyo ya kukata tamaa, na kama ulijisikia uliwezaje kuishinda hali hiyo? Mimi nilishaishinda kabla sijaenda. Nimekwambia hivi, katika makuzi yangu mimi, mama alinifundisha sana elimu ya kujitegemea.
Sasa kwetu kule changamoto moja ambayo ilikuwepo, maeneo ya kwenda kusaga unga mashineni ni mbali sana na hapo tulikuwa tunakwenda tunapoishi. Sasa mimi nilikuwa na tabia moja, napenda sana kubeba mzigo mkubwa wakati wa kwenda kusaga. Sipendi mzigo mdogo mdogo, napenda kazi. Kwa hiyo kila ambacho ni kigumu kwangu mimi nilikuwa nishajitayarisha nacho. Kwa hiyo hakikuwa surprise ya kitu chochote, kwa sababu nikwambie kitu kingine ambacho pengine surprise itakuwa kwa watazamaji wetu. Mimi nilianza kuilea na kuitunza familia yangu nikiwa na umri wa miaka 12. 12. Nikiwa katika hali hii. Na kwetu kule njia peke yake ni kulima na kubeba mizigo. Mambo mawili makubwa ni hayo. Sasa maeneo yetu niko naishi ni eneo la kilimo cha matunda mbalimbali, miwa hii. Sasa lazima watu wabebe kutoka sehemu ya mashambani kuweka barabarani, ambapo gari itabeba kuleta Dar es Salaam hizo Tandale hapa na pale pengine. Sasa miongoni mwa wabebaji wa mizigo hiyo mimi nilikuwemo. Nilifikia kwa kiwango ambacho mtu hawezi kutayarisha mzigo wake mpaka nitafute mimi. Kwa nini? Nilikuwa na sifa mbili kubwa. Sifa ya kwanza, nilikuwa nabeba mzigo mwingi kwa wakati mmoja, lakini nilikuwa sichoki, aidha jua limekwisha au mzigo umeisha. Kwa hiyo hali hiyo ilinijenga katika sura ya kiupambanaji zaidi. Niko kiupambanaji zaidi. Na ndio maana mimi hata watoto wangu huwa nawaambia hivyo, kwamba hauwezi kufanikiwa na lolote kama huna spirit ya upambanaji. Kwa hiyo ibada zote za kule ambazo zinatumia nguvu, kuna wakati Ustaz Miraj ambaye ndo ananishika mimi mkono, nilikuwa kama na mburuza fulani wakati tunakimbia nini Swafa na Marwa. Ikawa kama kinyume, kama wewe ndio unamshika. Kama mimi ndio niko mbele yani hivi. Anaenda punguza kidogo, kuna watu tawagonga bwana. Hivyo. Kwa hiyo wingi wa ibada za kutumia nguvu, wingi wa nguvu nyingi za kutumia mahali fulani, ndio haukunikatisha tamaa hata siku moja, kwa sababu tayari ni jambo ambalo nimekuwa nalo lile katika maisha yangu. Kikubwa sana nilichokuwa najaribu kujitahidi nipate falsafa ya kila ibada ninayofanya, nipate ile mantiki halisi, naondoka na nini kwenye ile tukio. Swafa na Marwa najifunza katika hali ya kawaida kwamba siwezi kuyapata maisha mazuri hivi hivi. Lazima uende mbio. Lazima niende mbio. Kwa sababu baada ya mbio, baada ya juhudi, ndio matokeo mazuri. Matokeo yakaja kwa Mama Hajira. Umeona bwana Kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu sana. Ndio. Nabii Ibrahim anamwambia Allah kwamba mimi naondoka na waacha familia yangu, sehemu ya familia yangu katika bonde ambalo halina kitu hili. Lakini nawaacha mikononi kwako. Mama Hajira anamuuliza, unaondoka unatuacha hapa mbe na kuacheni na msaada wa Mwenyezi Mungu. Kwamba kinachotakiwa katika maisha yako, jitahidi sana kama Muislamu kila siku utafute kitu kitakachoongeza nishati ya kiimani ndani ya nafsi yako. Uwe unaongezeka, unakuwa kiimani kila siku. Ufike ngazi kama hizo, ili kwamba unapotawakali isiwe ni maneno, unatawakali katika kumwachia Mungu kikweli. Na Allah kishatuahidi, wa mayatakillaha ja'alahu makharaja. Utakapomtegemea kikweli, Allah anakupa matokeo ya kile ambacho unafanya. Lakini kwa kuonyesha na vitendo, kwa kufanya. Turudi kidogo kwenye familia yako, kwa sababu kuna mambo mawili matatu umezungumza hapa yakanifanya nitamani mimi, lakini kwa manufaa pia wanaotufuatilia, kuweza kufahamu kuhusiana na misingi ya familia yako. Macholezo ulikuwa ulianza kuisaidia familia yako ukiwa na umri wa miaka 12. Ndio. Kwani wewe ndio wa kwanza au ndio mmezaliwa wangapi? Na sisi tulizaliwa jumla kwa baba ni 16. Mashaallah. Lakini kwa bahati nzuri wengi walikuwa wanaondoka wakiwa wadogo. Kwa hiyo kwa wakati huo tuliokuepo, mimi nilikuwa naonekana kama ni wa pili kwa wanaume. Ndio. Mwanaume mwenzangu ambaye ni mkubwa aliyekuja nilikwambia alinisaidia baadaye kuja kuniendeleza kimasomo zaidi. Ndio. Alikuwa tayari ameshaondoka akiwa mdogo, naye akaja ku Dar es Salaam kiutafutaji. Na maisha ya kipindi kile si rahisi kuweza yeye kutusaidia kiurahisi hivyo, kwa sababu hakuna mambo ya simu, sio unamtumia mtu kwa Tigo Pesa, simfanyaje. Hamna hayo. Kwa hiyo mimi ndio kama nilikuepo pale. Na baba alipata changamoto ya kuparalyze. Alipata changamoto ya kuparalyze. Kwa hiyo uwezekano tena wa yeye kutafuta alikuwa hana.
Kwa hiyo maisha yakawa magumu pale. Sasa kutokana na ugumu wa maisha, siku moja ikaja fikra kwamba hivi ugumu wa maisha unatoka wapi? Mbona mimi naziweza njia zote, nguvu ninazo. Hawa jamaa wanafanya kazi kubeba mizigo, wanalima vibarua. Mbona mimi naweza? Kwa hiyo nikaingia moja kwa moja kulima shambani kwetu kama kawaida, lakini napotokea kibarua naenda kufanya. Tunapata riziki, tunakula. Hali hiyo ikaendelea mpaka nilipokuja kuondoka kule, lakini nimeondoka kidogo nilikuwa na umri kama 16 hivi. Huku nako pia bahati nzuri nikaingia katika masomo yale ambayo tulisema tuje kueleza huko mbele. Wakati nasoma pale kwa almarhum Sheikh Omar Bashiri, wakawa wanakuja watu mbalimbali pale kwa Sheikh mkubwa yule. Miongoni mwa walikuwa wanakuja pale Ustazi Mazinge. Dr. Sure na watu wa mfano wake. Wahadhiri wale. Akawa anawapa sifa. Jamani, hapa tuna kijana Mwenyezi Mungu kamjalia ulemavu wa macho, lakini anahifadhi sana Qur'ani. Wale na wenyewe wakavutiwa, akasema kama ni hivyo tunamuomba na sisi tukamfundisha elimu ya mjadala. Huenda tutapata muhadhiri wa design tofauti. Nikapelekwa mimi msikiti Masjid Admasatud Daru, iko pale msikiti wa Magomeni Kagera pale kwa Sheikh Matimbwa. Ndio nikaanza kusoma pale, kufundishwa elimu hiyo na kina almarhum Sheikh Umi, kina marehemu mzee Shabani Katundu au mzee. Mwaka gani hiyo kama unakumbuka? Sababu watu hiyo 97 sasa. Hiyo 97 hiyo ndio nikapelekwa pale. Kwa wakati manake 98 sekeseka la Mwembe Chai yule pale maeneo yako pale. Tarehe 13 mwezi wa pili nilikuwepo pale. Ustazi Swaleh anapata changamoto ile, mimi nilikuwepo. Kwa hiyo 97 mimi nikaanza kusoma, nikaanza kusomeshwa. Nikasomeshwa mwezi mmoja tu kwa kweli. Tayari nimeshahifadhi mada mbalimbali, nasimama natoa mawaidha na kujenga hoja. Kina Sheikh nikana naendesha mihadhara na kila Sheikh Magezi. Ustazi Mazinge hawa na wengine wengi. Kwa hiyo kwa kupitia hapo sasa maisha kama yamebadilika hata ya kiutafutaji, kwa sababu tayari nishaingia katika maingiliano na watu tofauti. Kwa hiyo maisha yangu akawa hapo, na maisha ya kuoa yakaanzia hapo. Na kwenye familia sasa ya kwako wewe mwenyewe, mimi kama mimi, Allah amekufikiria amekujalia watoto wangapi, familia yako ikoje? Watoto wangu, wake zangu ni 3. Mashaallah. Lakini watoto wangu sasa hivi wanafikia 10. Watoto 10. Mashaallah. Wanafikia 10 sasa hivi. Watoto 10 wake 3. Wote uko nao Kibangu? Ndio. Sasa nikaina wapi bwana, tafadhali bwana. Niko nao. Niko nao na naishi nao mashaallah. Mashaallah. Maisha yanakwenda. Allah kujalie. Shughuli zangu ni hizo za kazi ya da'wa. Kwa hiyo niseme kwamba maisha ya familia yako hivyo. Sawa, turudi katika hekaya za hija baada ya kutugusia upande huu ambao nilitamani kukuuliza baada ya kugusia kule kwa ulianza kuihudumia familia yako ukiwa na umri wa miaka 12. Twende katika athari za kiimani. Tunafahamu kwamba umetekeleza ibada ya hija kulingana na hali yako ulionayo, lakini tangu kuipata nafasi yenyewe kwenda kutekeleza ibada hiyo mpaka kutekeleza ibada, imekusaidiaje kiroho au kihisia swala la utekelezaji baada ya hija, ukizingatia wewe ni mtu mwenye ulemavu, mtu ambaye uko katika hali hiyo? Swala hili limekusaidiaje kiroho wewe, kihisia, umekuaje kiimani baada ya kutekeleza ibada hii? Sawa, naomba nianzie hapa. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anatuambia inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Swala ya kweli inaposwaliwa basi humzuia mtu kufanya machafu na maovu, si ndio? Kabisa. Basi ibada yoyote ndani ya Uislamu imelenga katika kumfanyia mtu mageuzi, mabadiliko, mapinduzi ya vile alivyo. Kwa hiyo hii ibada imeniongezea mageuzi ya kiimani zaidi, kwa sababu unapokwenda katika kuzunguka ibada ya tawafu. Ibada ya tawafu maana yake kana kwamba unamwambia Mwenyezi Mungu kwamba mimi kuanzia sasa sitazunguka ni mizunguko mingine yoyote zaidi ya mizunguko inayokuhusu wewe. Kama kiapo unachukua pale. Katika Safa na Marwa, mimi katika mbio zangu hizi sitakimbia mbio zingine zozote, bali nitakimbia katika misingi halali, katika misingi ambayo wewe unaipenda kama unavyopenda mbio zangu za hapa. Zamzam, maji ya Zamzam
sitakunywa kinywaji kingine chochote ambacho kitakuwa ni kinyume na yale maamrisho yako wewe. Kwa hiyo kilichoniongezea ni uoga wa kuweza kujiingiza katika aina yoyote ya uchafu, nikiamini kwamba nimetoka katika tanuri ambalo limenisafisha katika machache maovu pengine nilikuwa nimekwenda nayo kule. Kwa hiyo ni hivyo, kwa kweli imenisaidia sana, kwa sababu hata kama inakujia fikira mbaya kama binadamu, unakumbuka hija. Unakumbuka ibada hii. Unakumbuka nitaiharibuja sasa mimi. Kwa muda wote unaishi katika misingi ya kama hujaji wa leo, unaihuisha ile ibada yako kila leo, unaona kama umetoka jana. Hivyo. Kwenye msingi huu wa kiimani, kuanzia ibada yako ya hija, namna ambavyo uliipata fursa kwenda kutekeleza, lakini kuanzia namna ambavyo wewe mwenyewe ulikuwa na kiu na ukao unamlilia Allah tabaraka wa taala kujalie ili uweze kufanikiwa kwenda kutekeleza ibada ile, na hayo yote ambayo umetueleza umeyapata kama athari ya kiimani yameweza kuongezeka kwenye moyo wako, kuna funzo lolote ambalo umelipata na unaona kuna haja ya wengine kuweza kulifahamu ili na wao waweze kupata mazingatio? Amina Rabbi amin. Kuna funzo lolote ambalo umelipata na unaona kuna haja ya wengine kuweza kulifahamu ili na wao waweze kupata mazingatio? Kama lipo, tafadhali nikukaribisha uweze kulifikisha kwa wanaotufuatilia ili liweze kuwafaa pia. Unajua, kitu chochote kile cha kujifunza cha mwanzo, jitahidi kutaka sana kupata faida ipatikanayo kwenye lile linalofanyika. Usijikite sana kwenye namna inavyofanyika, bali kinachopatikana mle kinatakiwa kipatikane nini. Ndicho kitu kinachotakiwa. Funzo kubwa mle, kusema ukweli, ambalo mimi binafsi nimelipata ni unyenyekevu zaidi, utu zaidi. Ile hali hasa ule uhalisia wa binadamu, anatakiwa aweje binadamu kwa Mola wake, na mahusiano yake na wenzake yanatakiwa yaweje. Nimeyaona kule, unajifunza kule. Mtu mtajiri, mtu ana mamlaka kama nilivyokueleza, lakini anajishusha, anakunyenyekea. Mtu ambaye huna mamlaka kisiasa, kiuchumi, kichochote kile, huna lolote, lakini analifanya kwa sababu anamtafuta Mwenyezi Mungu tu. Liwajihilahi. Kwa hiyo kitu kikubwa kule unaporudi au unapokwenda kule, ambacho unarudi nacho, ule uhalisia wa mtu halisi yule ndio unaenda kumuona kule. Ule utu halisi unauona kule. Ule ubinadamu halisi ndio unauona kule. Na ambao unatakiwa ubebe, urudi nao, practice kwenye maisha ya baadaye. Sawa. Kuna watu wengi ambao wapo katika hali kama yako na wanatamani kwenda kutekeleza ibada ya hija, lakini pengine kwa namna moja au nyingine wanaogopa, wanahofia changamoto na mazingira ya namna ibada yenyewe ilivyokaa. Unalipi la kueleza? Wasiogope, kwa sababu hii ni ibada. Na uzuri katika ibada za Kiislamu hakuchaguliwa mtu wa kufanya. Hata kama kuna nafuu fulani unayopewa wewe kulingana na ulivyo, kwa sababu nafuu zipo ndani ya Uislamu. Huwezi kutoa zaka kama nguvu zako hazijafikia. Hata kama unaona una hata hiyo hija yenyewe huwezi kwenda kama una uwezo masatwatu. Ila lazima uwe na hiyo nia, uwe na hiyo dhamira, uwe unaumwa na kutaka kupata kutekeleza ibada hiyo. Kwa sababu kama unaogopa changamoto ya namna inavyotendwa, maboresho mengi yamefanywa kwa wasio kuwa na uwezo wa kufanya kwa miguu yao. Kuna watu maalum wanawazungusha na viti, wheelchair. Ndio. Kwa hiyo utaifanya kwa namna ya wewe ulivyo. Njia nyingi za wewe kufanyishwa ili ufanye. Mimi miongoni mwa vitu vya ajabu nilikutana navyo kule, kuna bwana mmoja alikuwa amembeba mzee wake, anatufu naye mgongoni. Ndio. Kambeba. Kwa sababu yeye mtu mzee yule, viongo vyake vishaanza kukataa, lakini kambeba anatufu naye.
Mzee anataja nyiradi anazoziweza akiwa mgongoni kwa mwanae. Kwa hiyo usiogope ndugu yangu popote pale ulipo. Lakini nitoe wito pia kwa wenye uwezo. Jitahidini sana kuwasaidia au kutusaidia wale ambao wana kiu ya kwenda na uwezo hawana. Sisemi tu kwa wale ambao walemavu, lakini naomba hawa walemavu wapeni kipaumbele zaidi. Kwa sababu kwa mazingira yalivyo ya mapokeo yetu yalivyo aisee. Unajua mtu yoyote ule mwenye mapungufu ya viungo, hasa mlemavu wa macho, ni miongoni mwa watu waliokatiwa tamaa na wakakata tamaa. Tuna hiyo changamoto sana ya kukata tamaa. Mimi wapi bwana? Hayo mambo yana wenyewe bwana. Mimi sifai tena. Mimi nitaweza wapi bwana? Mimi nataka nani tena? Yaani tuna hiyo ndani ya mioyo yetu. Hiyo kwanza muiondoe sana katika mioyo yenu kama walemavu popote pale mlipo. Yaondoeni kabisa. Wewe ni binadamu. Wewe kinachotakiwa kwako ni ile hali yako ya kiutu ambayo ipo ndani yako. Ndicho kinachohitajika. Mikono, macho, hiyo ni frame tu iliyobeba utu wako. Okay, hata nikitoa mfano hata tunapokwenda dukani kununua bidhaa, hatutazami sana kwamba kajengaje jengo lake yule bwana. Tunatazama ile bidhaa ipo. Ile kupeleka. Na kwa wale watu wa kompyuta ambao nyinyi mpo hapa, kuna lile bati lile jengo lile ambalo imeizunguka ile software. Kinachotakiwa sio lile bati, ni software ambayo iko ndani inafanya kazi. Na software kwako ni ile hali yako ya kiakili, utashi, ufahamu wako. Ndicho kitu kinachohitajika. Yule ndio wewe. Sio hiyo mikono yako au macho ambayo hayafanyi kazi. Sicho kinachohitajika hicho. Kwa sababu hata yenyewe ili ifanye kazi atategemea namna gani wewe nguvu zako za kimani za mwili wako. Ndio hicho. Kwa hiyo usiangalie hiyo. Wewe ni mtu, wewe ni binadamu, wewe unafaa, wewe unaweza, wewe ndio mshindi madamu upo katika hii dunia. Kabisa. Lakini pia kwa sababu hili pia jamii yetu imelipokea hivyo na lenyewe. Kwamba mtu akishakuwa mlemavu ndo basi. Jamani sio hivyo. Sio hivyo. Hebu jaribuni kuwatafuta na muwashe zile batani muone wanawaka vipi watu hao. Kuna mahali ukiwagusa unawaona wanawaka, hawana shida. Hatuna matatizo jamani ya hivyo. Hapana. Kwa sababu sisi tunaweza kutoa mawazo, tunaweza kutoa fikira zitakazoleta mapinduzi mazuri tu katika maisha yetu ya kiibada, maisha yetu ya kawaida haya. Kwani unadhani mimi nina familia kubwa kama hiyo? Of course mimi katika familia yangu watu ambao wanategemea riziki lazima ipitie mkononi kwangu wako 31. 31. Na kila siku lazima riziki ipitie mkononi kwangu. Lakini Mwenyezi Mungu analeta wako 31. Ndio maana yake. Kwa maana ya una watoto 10 ulinieleza. Ni shemeji zangu. Wake shemeji zako ambao baadhi yao pia ninao mayatima pale nyumbani nakaa nao. Kwa sababu ni ibada kwangu lazima niifanye. Kabisa. Umeona? Na hao wanasoma. Na katika kusoma kuna mahitaji mbalimbali. Kabisa. Alhamdulillah. Kwa sababu mimi nilikuwa niko tayari kufanya hivyo, basi Mwenyezi Mungu ndiye anakuletea msaada wake kwenye maeneo usiyotarajia. Ustadh Haidari, hapo kuna jambo zito sana umaligusia. Na pengine linaweza likawa na mazingatio makubwa sana kwa wanaotufuatilia. Kutokana na hali uliyokuwa nayo, lakini umekuwa tayari kujitwisha watu 31 bila woga wala hofu yoyote, na kuwa hao wote wako chini yako na wanakutegemea, inabidi uwahudumie. Kuna watu hawana changamoto yoyote katika viungo vyao. Kuna watu Allah amewaruzuku, uwezo wao wa kifedha ni mkubwa hata ukilinganisha na uwezo wako kwa muonekano tu, lakini wamekuwa na hofu sana juu ya riziki. Mtu mwingine anaona pengine nikichukua watu kama hawa kuweza kutoa msaada kwao, kuishi nao, najiongezea mzigo. Nina uhakika gani kama nitaweza kuendelea kuwahudumia hawa watu siku zote? Unawaeleza nini watu wa aina hii? Kwanza hakuna hata mtu anayeweza kumrisha binadamu mwenzi. Hayupo mtu huyo hata siku moja. Katika Qur'ani Allah anasema alladhi at'amahu min ju'in wa amanahu min khawf. Kwamba mwenye uwezo wa kuwalisha watu ni Mwenyezi Mungu tu. Kitu kikubwa ni mambo mawili. Ndio.
kuto kujitambua na uchache wa nguvu za imani. Unajua kumtaja Mwenyezi Mungu mdomoni ni tofauti na kulipractice kwenye moyo. Kabisa. Hilo ni tatizo. Kwa hiyo kule ukijitambua mimi ni nani, utatambua kwamba na majukumu yangu ni yapi. Kama binadamu. Wewe kama binadamu umeumbwa Mwenyezi Mungu kukamilisha. Wewe ni taasisi kamili ambayo watu wanatakiwa wafanikiwe kwa kupitia wewe. Usiwe wewe unafikiria kufanikishiwa. Anza wewe kufikiria kufanikisha. Wewe unasimama pale kama mti wa kivuli, kama mti wa matunda. Watu wafanikiwe, wapate kivuli kupitia kwako, wapate matunda kupitia kwako. Jitambue kwamba wewe ni binadamu, ni khalifa katika ulimwengu. Jitambue kama wewe suluhisho la shida za watu katika ulimwengu huu. Ukisimama na ukifanya, basi Mwenyezi Mungu anakuletea msaada wake. Tazama katika Qur'ani, surati Tauba, aya ya 105. Mwenyezi Mungu anasema nyinyi fanyeni kazi, Allah ataona kazi yenu. Mtume ataona kazi yenu na waumini pia wataona. Baada ya watu kuona kwamba mimi nafanya juhudi na hivi, najua mwenyewe kinachofanyika pale. Wale wenye huruma wanakuja, anasema na mimi nataka kuweka changu hapa. Na kiukweli mimi hakuna kitu chochote nilichokifikiria Mr. Msami. Ndio. Kwamba kukicha hivi jambo gani mimi kama mwanadamu nyakati hizi ambazo Mwenyezi Mungu kanipa fursa ya uhai, natakiwa niache kama athari. Kuna mtu hapa siji nikimtaja itakuwaje. Kuna mwanaharakati mmoja mkubwa sana duniani hapa, alikuwa Said Kutubi. Nimesoma kitabu kimoja kinaitwa Hadhar Dini al-Islami. Dini hii ya Kiislamu. Kinaandikwa hivyo hicho kitabu. Na naambiwa kitabu hicho alikiandika akiwa gerezani. Sehemu ya kitabu kile anasema hivi, mwanadamu katika ulimwengu anaishi kama mtu anayepita katika udongo wa mfinyanzi. Maana yake mtu wa namna hiyo lazima ataacha nyayo pale kwamba mtu alipita kwenye udongo wa mfinyanzi. Hivyo basi na Muislamu katika maisha ya dunia anatakiwa aonekane hivyo. Uwepo wako unatakiwa uonekane hata baada ya wewe kuondoka. Nyayo zako zile zionekane ulikuwepo. Anasema Muislamu anakufa bila kuacha athari yoyote hapa duniani. Yoyote ile, hata yuko lolote. Ni sawa na mimba ya miezi 3 iliyopolomokea kijijini. Sasa hebu jitazame wewe. Mungu kakupa uhai, unadhani ni hivi hivi tu? Mungu kakupa afya, unadhani ni hivi hivi tu? Mungu kakumilikisha riziki, unadhani ni hivi hivi tu? Mungu kakupa riziki wewe hiyo, kakuteua kuwa ni wakala wa wale wasiokuwa na uwezo wa kufika mbali kutafuta. Si unaona mimi wewe kazi uloipata mpaka mimi nafika hapa. Nimeletwa na mpaka hapa kuwekwa, maana sogeza kiti hivi, sogeza kiti vile, ni kwa sababu siwezi. Na hapa sina hakika kama nimeikabili vizuri microphone au kamera. Na uhakika tu kwa sababu wewe umesema ndio hivyo hivyo. Ndio. Lakini sioni kitu chochote. Lakini hata mimi alioniumba hivi Allah, sio kaniumba tu hivi hivi tu. Bali kanifanya hivi ili kuonyesha nguvu, uwezo na maamuzi yake Allah, ili iwe sababu ya wengine wenye kuzingatia kupandwa na imani. Kabisa. Kwa hiyo kwa mujibu wa swali lako bwana, ni mambo mawili. Kwanza, kuto kujitambua. Ndio. Kwamba wewe ni nani na una wajibu gani. 2, nishati ya nguvu ya kuzalisha imani ni ndogo kwenye mioyo yetu. Sawa sawa. Ustadh Haidar, wewe umezunguka katika mchakato huu wa kuelekea ibada ya hija tangu ulipoanza, walivyokukabidhi wale watu ambao waligharamikia safari yako kwa taasisi. Kwa hiyo umeona utaratibu na mchakato mzima ulivyo kwa taasisi, lakini taratibu za serikali, na mpaka umeenda umetekeleza, umerudi. Una ushauri gani kwa taasisi za kidini, lakini pia kwa serikali, kuhusu jinsi ya kuifanya hija iwe rafiki zaidi, hususan kwa watu wenye ulemavu? Kwanza waongeze huduma za hawa watu wenye makundi maalum, wenye mahitaji maalum. Naomba kila taasisi hicho kitengo wawe nacho. Taasisi za hija. Taasisi za hija hizi wawe nacho. Wawe nazo kabisa. Wajitahidi sana kwa hilo, lazima na hakikishe kwamba wanawapata watu sahihi. Sio mtu tu
anakupokea pale kwa sababu tu yupo anapokea mshahara. Bali yeye mwenyewe awe anawiwa kuwalea watu wa namna hiyo. Kuwa na watu wa namna hiyo. Ajisikie furaha kutekeleza hilo. Kama mimi ninavyojisikia furaha na kuwa na amani kuona kwamba ndani ya nyumba yangu na kuwa na watu wanaitwa yatima. Hili nafurahia yani. Na ndio maana mimi nasema hapa tusijawahi kusimama mahali nikasema jamani kama wanaofanya watu wengine. Jamani mimi nyumbani kwangu au kuna taasisi msikitini na mayatima wana matatizo. Sijawahi kutangaza hivyo mimi. Kwa sababu nimewachukulia kama ni wanangu, sehemu ya wanangu. Na hata ukija kwangu pale sitakwambia kama yatima ni huyu. Kwa sababu wote wamejiunga kama ni wanangu. Kwa hiyo hawa katika hivyo vitengo ambavyo vilivyokushaanzishwa na vile vitakavyoanzishwa waelewe na wajue kwamba wanawapata watu hao kwa sababu mlemavu kusema ukweli ana mahitaji mengi. Lakini sema mahitaji mengi tu, kitendo kile cha kuwa mlemavu kuna athari zinatokea za kinafsi. Anayo mapungufu fulani katika nafsi yake. Kidogo chochote kibaya atakachofanyiwa anahisi kwa sababu kafanyiwa yeye kwa sababu yuko hivyo. Kabisa iko hivyo. Kwa hiyo lazima apatikane watu wanyenyekevu, wenye huruma na wavumilivu. Lakini serikali kadhalika kwa upande wake ijaribu sana mara nyingi kupunguza, hasa inapofikia hatua za utafutaji wa passport, visa, iwe pesishe. Basi kuwe na uwepesi mwingi zaidi. Wepesi uwe mkubwa, ile milolongo mara nenda pale nenda kule nenda hivi. Ile ipunguzwe hasa itakaposibitika huyu mtu kweli atakiwa kwenda hija. Kwa sababu kwa mfano mimi nilipokwenda kule Wizara ya Mambo ya Ndani kule, mara baada ya kwenda kule migration kutekeleza ya kule, bado naambiwa hebu nenda Wizara ya Mambo ya Ndani kule ukachukue pasipoti yako. Sasa wengine changamoto ni kubwa, inatamani kwamba ukienda pale kwa sababu ushasibitika basi imalizwe pale upewe wende. Jambo jema kwa sababu kila kitu kiko wazi sasa hivi. Kama kitambulisho chako cha NIDA unacho, taratibu zingine zote umeshafuata, basi sioni kama iko haja ya kwamba mtu azunguke arudi tena siku nyingine na hivi. Ingepunguzwa hilo, ingekuwa jambo bora zaidi, ingekuwa rafiki zaidi. Maana mtu akifikia ule mlolongo na kuzunguka anaweza kukata tamaa. Hivyo Ustadh Haidar, kama ungepewa tena nafasi ya kurudi hija, ungeikubali na kwa nini? Sio ningepewa, natoa wito kwa wale ambao wana uwezo, tafadhali ni sana, hebu nipelekeni tena. Popote pale ulipo, kama una uwezo huo, basi kuanzia umra na hija nakaribisha hiyo. Natamani kurudi tena kule. Kwa nini? Ni kwa sababu ya mafunzo yanayopatikana kule. Na naamini pengine nikienda nitafanya vizuri zaidi ya hivi nilivyokwenda. Kwa sababu kadiri ya unavyokwenda kule, unajihisi kuna kitu labda nilipunguza. Labda kama nilikwenda kwa tawafu kwa siku nilikwenda mara 3, labda nitafanya mara ngapi. Kwa hiyo nahisi kwamba nitakuwa bora zaidi nikienda. Kwa hiyo nakaribisha hiyo. Kwa nafasi hiyo na naiomba sasa, nitumie neno kuomba sasa, na kuombeni popote pale mlipo mwenye huo uwezo, tafadhali anipeleke kule, aidha ni umra au hija. Inshallah naomba sana mwakani niwemo katika wale watakaorudi tena kule. Sababu yake kama alivyouliza Mr. Msami, kwa nini? Sababu za kiimani zaidi, sababu za kidini zaidi, sababu za kielimu zaidi. Bwana. Sawa. Ustadh Haidar, kutokana na hali yako na uzoefu wako, sababu kwa umri wako ni kuangalia tayari ni mtu mzima. Ndio. Na hali hii uliipata ukiwa na miaka 4. Ndio. Miongoni mwa nafasi ambazo tulipata kuzungumza mimi na wewe nje ya haya mahojiano yetu ambayo tumeyafanya, miongoni mwa mazungumzo ambayo ulizungumza kuhusiana na kuwa wewe haupo sana katika vyama vya watu wenye hali kama hiyo uliokuwa nayo. Na nilikuuliza kwa sababu tulikuwa tunahitajia kama tungepata mtu mwingine kama ambaye mbahatika kwenda kutekeleza ibada ya hija na vitu kama hivyo. Lakini ukanieleza kwamba haupo sana kwenye vyama. Mimi nikupe fursa kwanza ya kutoa nasaha kwa watu ambao wana hali kama yako, nasaha kwenye upande wa kujitambua na kutekeleza
mambo yote ambayo wanawajibikiwa nayo kuyatekeleza kama Waislamu. Lakini pia nikupe fursa ya kutoa nasaha kama unaona kuna eneo lolote ambalo watu wenye hali kama yako wanateleza kwa ubinadamu wao, kwa hali yao waliokuwa nayo, basi uweze kutumia fursa hii kuwanasihi kama binadamu wenzako na kama Waislamu wenzako. Kama binadamu wenzangu, naomba wale wote waliopata nafasi kuwa viongozi katika vyama hivi vya walemavu wasitumie fursa hizo kujinufaisha. Hivi vitu utakuja utaulizwa. Hakika baadhi ya watu wachache wanapoona kwamba kuna chama kile na mnapokwenda kuomba mahitaji yenu fulani, hata kama msipe kwa 100%, lakini kwenye 25% hivi unaweza kutekeleza, basi hizo 25% hakikisheni kwamba zinawafaidi wote wanachama. Na wale watu ambao hawajajiunga na vyama, ni vizuri kuwemo katika vyama kwa sababu umoja ni nguvu. Mimi kilichonifanya nisiwemo katika vyama mara nyingi sana inatokana na wingi wa shughuli zangu za kutoka. Shughuli, mambo haya yanahitaji sana kuwepo katika vikao. Shekhe wangu mimi hapa mikoa ya Tanzania na wilaya zake hii, sijafika Kigoma tu na Kagera. Siji kwa sababu gani pia. Mungu hajataka. Lakini sehemu nyingi ya Tanzania hii na baadhi ya nchi jirani nimefika kwa kazi yangu ya dawa. Kwa hiyo muda mwingi nipo katika pilika hizo. Kwa hiyo pale utakapotakiwa jamani kuna hiki wewe hupatikani na hivi. Sipendi mimi katika mambo ambayo sijawahi kuyapenda ni kumkwaza mwenzangu. Sawa. Lakini mara nyingi sana nikihitajika kwamba kuna kitu nahisi mimi naweza kakifanya, huwa nafanya. Na hasa kupitia chama cha walemavu, kupitia wilaya ya Ubungo ile TRB huwa nakuepo. Lakini pia kama Waislamu, sisi walemavu kwa kweli tuna changamoto kubwa, na changamoto zetu nyingine zipo zilizo nje yetu sisi, na zipo zilizo ndani yetu sisi wenyewe. Yani sababu yake ya ule unyonge. Tunajikataa sana. Unamaanisha nini ukisema tunajikataa? Yani vile tumekubali vile wanavyotutazama watu, tumekubali na sisi tujitazame hivyo hivyo. Watu wanatutazama kama hatuwezi, basi na sisi tumekubali hilo kwamba hatuwezi, kitu ambacho si sahihi. Kutokana na uko kukubali kwamba huwezi, basi mlemavu yeye kaona njia yake muafaka ya kutatua changamoto zake ni kuomba. Kuomba kukatazwa, unajua kinachokatazwa kuomba. Kuomba si kitu kizuri. Sisi katika dini yetu hilo jambo halitakikani. Na kuna adhabu maalum kabisa imewekwa kwa mtu mwenye tabia ya kuomba. Sasa shida sio kuomba, ni kuomba. Kuomba si tawe naweza nikaja hapa kwamba Sheikh Msamie, hebu naomba unisaidie mtaji. Nishakuomba. Lakini sasa ile kwamba na ile hapana. Sasa kwa nini nyinyi Waislamu? Wale mavu wa Kiislamu, kuna njia nyingi sana ya kutatua changamoto zetu. Changamoto moja wapo, jifunze dini ya Kiislamu. Ukishajifunza dini ya Kiislamu, halafu simama toa mawaidha au fundisha madrasa, uone kama jamii ya Kiislamu haitashughulishwa na wewe. Itashughulika tu na wewe. Kabisa. Haitakuacha. Kwa hiyo kuna njia rahisi sana ndani yetu sisi, lakini baadhi yenu nyinyi mna vipaji. Ndio. Madamu mna vipaji, basi tumieni vipaji hivyo, aidha kama hivyo nimesema hapa kufundisha. Ndio. Lakini vipaji vingine nyinyi hapo, baadhi yenu nyinyi wengine ni walimu, lakini wengine walemavu labda wa miguu na nini, viungo vya kawaida hivi. Hebu naendeni kwenye hizi taasisi za mikopo. Pelekeni maombi, mpewe tabajaji, ujitengenezee mwenyewe. Na hizi taasisi ambazo zinahusisha na masuala ya mikopo, wasitudharau tunapokwenda kutaka mikopo. Lengo letu ni kujikwamua. Kabisa, tuna lengo la kujikwamua. Cha msingi wewe nipime mimi katika uwezo wangu wa kiutendaji tu. Niulize kadri unavyoweza, utawezaje kufanya kazi hii na ukarudisha mkopo. Ukirizika basi. Na bahati nzuri serikali inatoa hii mikopo ya 4% ya kina mama walemavu na vijana katika halmashauri. Katika halmashauri hizi. Ndio. Sasa jamani, ni vile serikali haijafuatilia vizuri, lakini kuna ubadhirifu mwingi unafanyika huku. Fuatilieni vizuri.
Wakati mwingine wale wahusika wenyewe hawapati. Walengwa. Mimi nakwambia sitamtaja mtu, lakini mimi niliwahi kufuatwa na mmoja kati ya watu anasema hivi, tujiunge vikundi vya watu 5 kama walemavu 5 hivi. Tuanze kama kikundi. Ionekane sisi hapa ni kikundi. Ndiyo. Lakini muhusika yeye mwenyewe ndio tukikopa zile achukue yeye. Ila mimi nyinyi nitakupeni nitakupeni 50,000 nitakupeni. Subhanallah. Hivyo vitu vipo. Sasa kingine, hao walemavu wanapokwenda kuomba wakati mwingine msiwalazimishe mpaka wajiunge katika vikundi. Mwingine mtu mwenyewe anajiweza mwenyewe na uwezo huo wa kufanya jambo. Lakini unapokwenda kulazimisha lazima muwe katika kikundi. Ndiyo. Wakati mwingine inakuwa changamoto kwa sababu pengine mimi katika sehemu ninayoishi hatuko walemavu wengi. Kikundi hakikamiliki au hamwezi kaunda. Hakikamiliki, hatuwezi kuunda kikundi kwa sifa zinazotakikana. Mtu wakenda kikundi wapewe kama sifa wamekamilisha, lakini hata mtu binafsi hata kama ni mlemavu lakini ana sifa za kukopesheka apewe, madamu ana uwezekano mmemkagua, anaweza, ana sifa, apewe, asilazimishwe, kwa sababu mnaweza kuwa walemavu 3. Wanatakiwa 5. Okay, kunaweza kuwa na mlemavu mwingine kwa sababu afya ya akili nayo inaitwa ulemavu pia. Wewe mlemavu wa macho, mlemavu wa miguu, mwingine huyo mlemavu mwenzenu, mlemavu wa mambo ya akili, hamnafanyaje? Haiwezekani. Haiwezekani. Inakuwa mtihani. Kwa hiyo nadhani hili nalo lingeboreshwa, liangaliwa upya mfumo wa utolewaji wa ile mikopo. Itizamwe tena upya na wafuatilie kwa makini, vingine haziwafikii wahusika. Kabisa. Na wale watu wa vikundi hawapewi zote. Wanajipa tu wale wenye nguvu kwenye kile kikundi ambao walikuiteni tu, nyinyi hapo kama mjazie tu. Lakini hasa kuna watu 2 ndio wao. Hebu chunguzeni vizuri ili wale walengwa hasa mliowakusudia wapate. Sawa Sheikh Haidar, bila shaka ujumbe umefika kwa walengwa au uliowakusudia kufikishia ujumbe huo. Tumezungumza mengi sana kuhusiana na hekaya za hija, kuanzia safari yako ya hija, namna ulivyoipata, namna ulivyotia nia kuitafuta, kuipata, lakini na namna ulivyokwenda kuitekeleza mpaka ukaimaliza. Kwa dakika moja, kwa sababu muda wetu umekimbia sana, kwa dakika moja nikupe fursa utoe nasaha zako za jumla kwa Waislamu kuhusiana na ibada hii adhim ya hija. Katika maisha yako jitahidi kila siku unafikiria kwenda kule. Katika maisha yako ya kila siku anza uonekane mchakato wa wewe kutaka kwenda. Kwa mfano sasa hivi benki yetu hii ya Kiislamu yenyewe imeanza kutoa uwezekano wa wewe kuanza kuchangia kidogo kidogo. Kuna akaunti pale. Sitaki kuhitaji kwa sababu ya kibiashara labda hilo. Lakini unachangia kidogo kidogo, ukiona kuweka nyumbani kwako uwezi. Ndio. Peleka kule benki, unachangia kidogo kidogo, alafu wamesema hivi, ukifika 90% ya gharama ambazo za kukupeleka hija, 10% watakuongezea, utakuja kuwalipa wewe kidogo kidogo. Sawa. Kwa hiyo yote hiyo ni nafasi ya kukurahisishia wewe kwenda hija. Lakini jitahidi kuwa na hiyo hamu, jitahidi kuwa unataka huko kwenda ili Mwenyezi Mungu akuwekee wepesi. Shukran sana. Msikilizaji na mtazamaji, hii ilikuwa ni hekaya za hija, na uliotoka kumsikiliza ni ndugu yetu Ustadh Haidar Ramadhani Msiru. Yeye alishawahi kwenda kutekeleza ibada ya hija miaka 2 iliyopita, na tulikuwa naye leo katika hekaya za hija akitueleza safari yake, uzoefu aliopata, changamoto, lakini na staha zake na mazingatio aliyoyapata kutokana na kutekeleza kwake kwa ibada hiyo ya hija. Mimi naitwa Rajab Msami. Muda wetu umefika kikomo, tunalazimika kufikia tamati ya mazungumzo yetu mimi na Ustadh Haidar. Mpaka kufika hapa hatuna la ziada. Tukutakie tu ufuatiliaji mwema wa mfululizo wa podcast zetu ambazo zinaendelea. Tunakuaga kwa kukwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.